Nchi yetu tumeweka taratibu, tumeweka sheria, tunayo katiba. Hivi vyote ni vyombo tu vya kutusaidia tuongozane vizuri. Tukiviheshimu hivyo, tutakuwa na taifa lenye kustahimiliana na kuvumiliana. Mimi ni shahidi na mababa askofu hapa ni mashahidi. Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ni mtu ambaye amefanya kazi kwa karibu sana na viongozi wa dini. Ni Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kuwaita kila aina ya kiongozi yoyote anayedhani analo jambo la kufanya kwa ajili ya uchumi wa nchi yetu na maendeleo yetu. Milango yake iko wazi, na mimi kama msaidizi wake serikalini nataka niwahakikishie kwa wakati wote niliokaa naye, nikimsikiliza kwenye vikao au akinipa maandalizi, anataka Tanzania moja ya watu wanaopendana, tusukume nchi yetu iende mbele. Mwisho wa siku tuna Tanzania moja, hatuna Tanzania nyingine, tuibebe kwa pamoja. Nakubali kuna hapa na pale watu watatofautiana, ni kawaida. Tukiwa wote hapa tukawaza kwa namna moja, tusitofautiane mawazo hapa na pale, haitakuwa jamii yenye watu wenye mawazo tofauti. Muhimu ni kuvumiliana na kustahimiliana. Aliye na mawazo hasi asikilizwe, aliye na mawazo chanya yachukuliwe mawazo yake na yafanywe kazi. Tutajenga taifa letu na kulipeleka mbele. Baba Askofu, makamu mwenyekiti, nakushukuru mno kwa mahubiri yako haya. Naomba nimalizie hotuba yangu hii kama alivyosema yeye mwenyewe, makamu mwenyekiti, mwezi wa Oktoba mwaka 2025 nchi yetu itaingia katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Nataka kuwaomba wote mlioko hapa ndani na hasa wale ambao mko tayari kushiriki kwenye uchaguzi huo, si tu kwa kupiga kura ama kuhudhuria mikutano, bali kujitokeza na kugombea nafasi hizo. Lakini waombe, uchaguzi huu ni tukio la mara moja. Imekuwa kawaida mahali pengi katika nchi za Afrika, uchaguzi limekuwa daraja la watu kuwagawanya na kuwafanya wagombane na kuacha umoja wao. Kama sisi tulio wa Tanzania, uchaguzi uwe daraja tu la kutafuta viongozi na kutufanya kuwa wamoja na kusimamia demokrasia kwenye nchi yetu. Tusigawanyike kwa misingi ya aina yoyote ya madhehebu yetu, dini zetu, makabila yetu, mahali tunakotoka na kadhalika. Tubaki kuwa Watanzania wamoja wenye nia ya kuendeleza nchi yetu na kuifanya kuwa ya amani. Amesema vizuri Baba Askofu kuwa amani ikitoweka, ibada njema kama hii huwezi kuipata. Ninaamini Watanzania tutaendelea kuilinda amani yetu kwa gharama kubwa tulionayo. Naomba tuendelee kuliombea taifa letu iwe na uchaguzi wa amani, umoja, upendo na kuzingatia misingi ya haki na uwajibikaji kwa kila mmoja. Naomba muendelee kuhubiri neno la Mungu kwa kutimiza matendo mema. Watu wakimjua Mungu, wakamwogopa Mungu, maovu yatakwenda mbali nao. Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Ninaamini tukimjua Mungu kama Watanzania, mema yatatufuata sisi sote. Na sisi kama serikali tutaendelea kutimiza wajibu wetu, tutaendelea kuwasikiliza kila aina ya sauti kwenye nchi yetu ili tujenge taifa lenye kustahimiliana, taifa lenye maendeleo kwa ajili ya vizazi vinavyokuja.